Naam, habari za wakati huu na karibu tena ni wapashe yale ambayo yanajiri sasa hivi nchini Tanzania. Spika wa bunge la Tanzania ajiondoa katika kinyang'anyiro cha kugombea nafasi hiyo ya uspika katika bunge la taifa. Like video hii kisha subscribe kabla tusonge mbele. Katika hali ya kushangaza ya kisiasa, aliyekuwa spika wa bunge Daktari Tulia Ackson amejiondoa rasmi kwenye kinyang'anyiro cha nafasi ya uspika, hivyo kuzua mijadala nchi nzima na minong'ono kuhusu nini kingeweza kumfanya achukue uamuzi huo. Tangazo lake lililotolewa mnamo Novemba tarehe 7 siku ya juzi liliwashtua watu wengi ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM na wananchi wa Tanzania kwa ujumla waliomwona kama kiongozi shupavu na mwenye uwezo. Daktari Tulia Ackson kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha spika wa bunge kwa haraka imekuwa moja ya mambo yanayozungumzwa sana katika siasa za Tanzania tokea juzi, sanjari na kuongezeka kwa mvutano na kutaka kuwepo kwa uwazi ndani ya serikali. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo vya habari vya ndani, sababu za Daktari Tulia kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho cha uspika wa bunge, habari kutoka ndani ya CCM zinasema kuwa siku mbili tu kabla ya kutangazwa kwake alipitishwa kuwa mmoja wa wagombea wakuu na kamati kuu ya chama hicho katika kikao kilichofanyika mjini Dodoma. Hata hivyo, kujiondoa kwake ghafla katika kinyang'anyiro hicho kimewaacha wengi wakihoji iwapo uamuzi wake ulitokana na shinikizo za ndani za kisiasa. Kwa miezi ya hivi karibuni, Daktari Tulia akijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho cha spika serikalini kunakuja wakati ambapo Tanzania inashuhudia hali ya machafuko makubwa ya wananchi na kutoridhika kisiasa kote nchini. Waandamanaji awali wamejaza barabara wakitaka haki, uwajibikaji na kukomeshwa kwa kile wanachoeleza kuwa vitisho vya kisiasa. Daktari Tulia Ackson alipata uspika kwa mara ya kwanza mwaka 2022 baada ya kujiuzulu kwa marehemu Job Ndugai ambaye alijiuzulu kufuatia kutoelewana na mamlaka za serikali ya CCM. Uongozi wake tulivu na uelewa wake wa kina wa kisheria za bunge ulikuwa umepata sifa yake kubwa. Hata hivyo, chaguo lake la kujiondoa sasa hivi ama kujiuzulu kutoka kwa kinyang'anyiro hicho cha uspika kumewaacha wengi wakijiuliza maswali hayo. Wakati Daktari Tulia Ackson akijiondoa kwenye kinyang'anyiro cha uspika bungeni, kamati kuu ya CCM ilitangaza wagombea wawili waliobaki ambao ni Musa Azan Zungu na Stephen Julius Masele. Kwa nafasi ya naibu spika walioteuliwa ni pamoja na Najma Giga, Daniel Silo na Timotheo Mzava. Hata hivyo, pamoja na majina hayo mapya kuibuka, macho yote yamebakia kwa uamuzi wa Daktari Tulia Ackson ambao haukutarajiwa, unaoendelea kutawala mijadala ya umma ya kisiasa na kuibua mijadala kwenye mitandao ya kijamii na ndani ya ukumbi wa bunge. Daktari Tulia akijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho cha spika sasa pia inakuja wakati eneo la siasa za taifa likipitia mabadiliko ya haraka. Wafuatiliaji wa mambo wamebaini kuongezeka kwa hamu ya mabadiliko ya vizazi ndani ya CCM na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo kujitoa kwake pia kumetafsiriwa na baadhi ya watu kama kitendo cha neema, fursa ya kuruhusu sura mpya kujitokeza ndani ya uongozi wa kisiasa wa Tanzania. Wengine hata hivyo wanamuona Daktari Tulia kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha spika kama kimbilio la kimkakati, ikiwezekana kuandaa njia ya kuibuka tena katika nafasi nyingine ya kitaifa serikalini. Katika kutafakari maisha yake ya kisiasa, wengi wanakumbuka kuwa Daktari Tulia kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha spika sio tu mabadiliko yake ya kwanza ya kikazi. Kabla ya uongozi wake kama spika, aliwahi kuwa naibu spika kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2020 ambapo alipata heshima kwa uwezo wake wa kuongoza mijadala mikali ya bunge kwa udhabiti na utulivu. Uamuzi wake sasa wa kujiondoa kutoka kwa shindano la spika unaonyesha muundo dhabiti wa chaguzi zilizopimwa na za kimakusudi ambazo zimebainisha muda wake katika utumishi wa umma. Wenzake ndani ya bunge wamemuelezea Daktari Tulia kujiondoa kwenye ushindani wa spika kuwa ni kitendo cha unyenyekevu na uwajibikaji. Wabunge kadhaa walimsifu kwa kutanguliza utulivu wa bunge badala ya matamanio ya kibinafsi. Kujizolea umaarufu kwa Daktari Tulia Ackson kabla ya kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha spika kumekuwa jambo la kustaajabisha. Safari yake ya kutoka taaluma hadi ngazi za juu za siasa ilianza mwaka 2014 alipoteuliwa na aliyekuwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete kuwa mjumbe wa bunge maalum la katiba anayehusika na mabadiliko ya katiba. Utendaji wake huko ulivuta hisia za viongozi wakuu na hivyo kutengeneza mazingira ya kazi ambayo hivi karibuni ingemshuhudia akichukua nafasi ya naibu mwanasheria mkuu wa serikali na baadaye naibu spika wa bunge.
Hata alipojiondoa kwenye shindano la spika hivi majuzi, michango ya Daktari Tulia katika utawala wa Tanzania bado inatambulika sana. Historia yake ya kisheria na mtazamo wake wa kitaaluma kwa masuala ya sheria ulipata heshima yake kutoka kwa wananchi wa serikali na wapinzani vilevile. Wachambuzi wamebaini kuwa Daktari Tulia kujiondoa kwenye kinyang'anyiro sasa cha spika hakumpunguzii urithi wake, bali kunadhihirisha uwezo wake wa kurudi nyuma kwa heshima katika wakati mgumu katika siasa za nchi. Katika kipindi chote alichokuwa madarakani, Daktari Tulia kujiondoa kwenye shindano la spika halikuwa jambo ambalo wengi walitarajia. Kupanda kwake kwa udhabiti kupitia safu ya CCM na sifa yake kama kiongozi dhabiti lakini mwadilifu kulimpa ushawishi mkubwa. Wakati wengi wakiendelea kubashiri, wanaomfahamu wanamtaja Daktari Tulia kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha spika kuwa ni kitendo kilichoongozwa na imani na uadilifu. Vilevile wengine mtandaoni wakifikiria kwamba amejiondoa kwa sababu ya utofauti wa kisiasa au mzozo ambao ni wa kimya kimya ndani ya CCM. Hata hivyo, bado sababu yenyewe hajaweza kuisema. Pia wengine wanaonyesha kujitolea kwake kwa utumishi wa umma na historia yake ya kufanya maamuzi huru hata wakati alipuuza matarajio ya kisiasa na kumpongeza. Hatua hii ya hivi punde zaidi wanasema inapatana na utu wake, kanuni, pragmatiki na yenye kufikiria sana. Uamuzi wake wa kujiondoa kwenye shindano la spika sasa pia unazua maswali kuhusu nini kitakachofuata baadaye. Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanadokeza kuwa Daktari Tulia anaweza kuelekeza mwelekeo wake kwenye taaluma, diplomasia au sheria, maeneo ambayo aliwahi kufanya vizuri huko nyuma. Wengine wanaamini kuwa anaweza kuchukua nafasi ya ushauri ndani ya CCM au kuchukua majukumu ya kimataifa. Kwa njia yoyote atakayochagua, Daktari Tulia kujiondoa kwenye shindano la spika bila shaka kumeimarisha sifa yake ya kuwa mmoja wa watu wanaoheshimika zaidi nchini Tanzania na vile kuwaacha wengine una maswali mengi. Wadadisi wa mambo ya kisiasa wanahoji kuwa Daktari Tulia kujiondoa kwenye shindano la spika kunaweza kuathiri uwakilishi wa kijinsia katika siasa za Tanzania. Ingawa kujiondoa kwake katika kinyang'anyiro hicho cha spika kimeibua maswali mengi, pia thibitisha ukomavu wake wa kisiasa. Katika zama ambazo mabadiliko ya uongozi mara nyingi huja na utata, Daktari Tulia kujiondoa kwenye shindano la spika kulishughulikiwa kwa hadhi ya utulivu. Uamuzi wake unaweza kuwa umebadilisha sio tu mwenendo wake wa kikazi, bali pia masimulizi mapana ya mfululizo wa kisiasa nchini Tanzania. Katika uchambuzi wa mwisho, Daktari Tulia kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha uspika kwa nafasi ya uspika ni wakati muhimu katika siasa za Tanzania. Urithi wake kama kiongozi mwenye nidhamu, mzungumzaji na jasiri unabaki kwa sawa. Wakati CCM inasonga mbele kwa kuchagua mrithi wake, taifa litaendelea kutafakari umuhimu wa uamuzi wake huo. Iwapo huu utakuwa mwisho wa safari yake ya ubunge au mwanzo wa sura mpya, Daktari Tulia akijiondoa kwenye kinyang'anyiro cha uspika bungeni atakumbukwa kama mmoja ya vitendo muhimu na vya heshima katika taaluma yake iliyotukuka.